Msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amesema kuwa kundi B ni kundi gumu, kundi la kifo, kundi lililobeba ukubwa wa mpira wa Afrika. Ligi 5 kwa ubora na ugumu wa Afrika zimekusanywa kwenye kapu moja. Ni vita hii, fahari na heshima vitapatikana kwa pamoja katika kila dakika 90 za mechi zake. Hili ni kundi la kuendelea, la kuliendea kwa utulivu na umakini mkubwa. Ni kundi la mawindo na mitego mingi. Hutakiwi kufunga jicho. Tuna nafasi, yes, 100%. Young Africans tuna nafasi ya kufuzu hapa kuelekea robo finali. Tulishawahi kuwa kwenye nyakati kama hizi na tukafanya makubwa zaidi. Nini tufanye? Tayari uongozi umeshatangaza uwanja wetu wa nyumbani utakuwa New Amani Complex kule Zanzibar. Tuanze maandalizi wananchi. Visiwa vya Unguja na Pemba vikawe machinjio ya Waarabu. Tukaandae sumu ya maangamizi. We are Young Africans Sports Club. Na haikuwa bahati mbaya tuliposema daima mbele nyuma mwiko. Baadhi wameshatukatia tamaa. Tumewasikia kwa uzuri kabisa. Ombi langu kwenu wananchi kwa sasa, tusijibishane nao kwa midomo. Vitendo vitazungumza. Tujiweke tayari, tuwe tayari. Kwa hivyo anaona changamoto kubwa ambayo ipo mbele yao, na ni rahisi kuelewa kwa nini anahofia. Al Ahly ya Misri ni moja ya timu kubwa zaidi na zenye mafanikio makubwa kwenye historia ya soka la Afrika. Timu hii imejizolea mataji mengi ya ligi ya mabingwa Afrika na ina wachezaji bora na uzoefu wa kimataifa. Al Ahly ni timu inayojulikana kwa nguvu zake uwanjani na uwezo wa kushindana na vigogo wa dunia. Yanga inajua kuwa kucheza dhidi ya Al Ahly hasa ugenini ni changamoto kubwa. Hii ni timu yenye uzoefu mkubwa, wachezaji wa kiwango cha dunia kabisa na rekodi ya mafanikio inayoweka katika nafasi ya juu kwenye soka la Afrika. FAR Rabat ya Morocco pia ni timu yenye historia kubwa barani Afrika. Timu hii inajulikana kwa ufanisi wake kwenye mashindano ya kimataifa na ni moja ya timu bora kutoka Morocco. Morocco inatambuliwa kwa kuwa na ligi bora na timu zinazoshindana kimataifa kwa nguvu. FAR Rabat pia imekuwa ikifanya vizuri katika michuano ya CAF na ni timu inayohitaji maandalizi ya kisomi na usahihi wa juu kutoka kwa Young Africans ili kushindana nayo. JS Kabylie ya Algeria ni timu yenye uwezo mkubwa na historia ya mafanikio katika mashindano ya kimataifa, hasa imekuwa ikifanya maajabu katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Ingawa ni timu ambayo inajulikana zaidi kwa mafanikio yake kwenye michuano ya CAF Confederation Cup, JS Kabylie ni tishio kubwa kutokana na nguvu yao ya kiufundi na uzoefu wao kushindana kwenye michuano mikubwa ya kimataifa. Algeria ni nchi inayojivunia soka la kiwango cha juu na hiyo inawafanya wachezaji wa JS Kabylie kuwa na uwezo wa kushindana na timu yoyote. Kama ilivyo kwa timu yoyote inayoshiriki mashindano makubwa ya kimataifa, timu kama Yanga wanahitaji kuwa na umakini mkubwa katika kila mechi. Makosa madogo yanaweza kusababisha matokeo mabaya dhidi ya timu kama Al Ahly, FAR Rabat au JS Kabylie. Uzoefu na uwezo wa hizi timu kubwa za Afrika unawaweka Yanga kwenye changamoto kubwa ya kuhakikisha wanacheza kwa kiwango cha juu ili kutafuta pointi kutoka kwao. Hii inafanya mechi za kundi kuwa na shinikizo la ziada kwa timu ya Young Africans. Ali Shabani Kamwe na viongozi wa Yanga wanajua kuwa ili kufanikiwa dhidi ya timu hizi kubwa, Yanga inahitaji maandalizi bora na mkakati mzuri wa mchezo. Hii inahitaji kumjua adui vizuri, kuandaa wachezaji kiakili na kimwili na kuwa tayari na kuwa na utayari wa kupambana na timu kubwa za kimataifa. Pia timu inahitaji kuwa na morali ya juu na kuwa na wachezaji wa kiwango cha juu ili kuweza kushindana na timu hizi. Yanga inapokutana na timu kama Al Ahly, FAR Rabat, ni rahisi kuzingatia timu kubwa kama Al Ahly na kupuuza nguvu za timu nyingine. Hata hivyo timu zote tatu ni hatari na Ali Kamwe anafahamu kuwa hata makosa madogo dhidi ya timu yoyote ya kundi hili yanaweza kuwa na athari kubwa kwa utendaji wa timu yao. Kwa kawaida timu zinazoshindana katika kundi lenye timu kama Al Ahly na FAR Rabat zinajua kuwa nafasi ya kutoka kwenye hatua ya makundi itakuwa ngumu. Kundi hili ni gumu kwa maana kwamba timu zitakazomaliza nafasi ya 3 na 4 zitakuwa na nafasi ndogo ya kuendelea mbele, na hiyo inawafanya mashabiki na viongozi kuwa na wasiwasi kuhusu ushindani mkubwa kutoka kwa hizi timu. Ali Shabani Kamwe anahofia kwa sababu kundi hili ni gumu na linajumuisha timu kubwa zenye historia kubwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa. Hii ni changamoto kubwa kwa Young Africans kwani wanahitaji kuwa makini na kupanga mikakati bora.
ili kupambana na timu hizi na kuwa na nafasi ya kutenga hatua zinazofuata. Hata hivyo, ingawa ni changamoto, ni fursa pia kwa Young Africans kuonyesha uwezo wao dhidi ya vigogo wa Afrika. Mtazamaji wetu wa Neli TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Liz wa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.